Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maana viongozi wa upande wa Simba na viongozi upande wa Young Africans, na baadaye ikafuata barua ya wamefiumu hivi. Mandala tulipaswa kuwa naye hapa. Mandala anaonekana mpaka akilia, anasema huu mpira sasa unaendeshwa na Yanga. Kikubwa ambacho kwa kinatafutwa solution ya mchezo huu kuchezwa. Kwa picha kubwa mpaka sasa hizi inaonekana kilichotokea ni baada ya makutano ya pande zote mbili. Ndicho ambacho tulikuwa tunakihitaji. Tumefanikiwa dabi kuchezwa. Yes, tulikuwa tunahitaji mchezo uchezwe by any means. Kwa maana ya kama kulikuwa na room ya kufuata kanuni ili mchezo uchezwe, tulikuwa tunataka mchezo uchezwe. Kama kulikuwa na room ya busara kwa maana ya kufanya discussion za pande zote husika, kwa maana ya mamlaka pamoja na vilabu wahusika ambao ni Young Africans wenyeji wa mchezo pamoja na Simba, kukaa nayo tulikuwa tunahitaji wamalize ili mchezo uchezwe. Yote imetokea njia ambayo nadhani process imehusisha vyote. Ilianza ya vikao. Yes, baada ya vikao ikafuata ya mkutano wa bodi pamoja na Young Africans, zikafuata barua hapo, msuguano wa hapa na pale, na baadaye final ikaja Ijumaa kwa maana ya president Dr. Samia Suluhu Hassan akakutana na hapo. Baada ya hapo tukaona taarifa na nachelea kusema inawezekana president kaongea mengi sana na vilabu, kwa sababu hatujapata taarifa ya walichoongea rais pamoja na viongozi wa vilabu, lakini amekutana nao, na baada ya hapo ndio kaja mfululizo wa mwafaka kwamba baada ya hapo dabi inachezwa, imepangiwa tarehe na watu wakajiuzuru na hakuna aliyelalamika. Yani the good thing, wanalalamika mashabiki ila vilabu havijalalamika. Young Africans wakapandisha post ya tarehe ya mchezo, bodi ya league the same, kila kitu kikaanza taratibu za mchezo. Simba hajapandisha chochote kuhusiana na mchezo, na sishangai. Kwa nini? Kama jambo limemalizwa ndani, wakakubaliana watoke nje mbele ya mheshimiwa rais kwamba mchezo ucheze, Simba singeweza kupinga. Kama ndani alikubali, hawezi kutoka nje akapinga. Lakini pia hata kuposti sio lazima kwangu mimi ninavyoitazama, kwa sababu sio wenyeji wa mchezo. Kikawaida Simba amerudi kwenye basics. Amerudi kwenye mwanzo alikuwa anahamasisha mchezo. Yes, sasa hivi amerudi kwenye basics. Yes, amerudi kwenye basics. Sasa kwamba mgogoro umeisha, mchezo unapigwa, tutapromote maybe siku 3 before, kwa sababu sio mchezo wetu. Tutapromote kama katika utaratibu wa kawaida wa kwamba ni mchezo ambao tunakwenda kucheza, ni promotion ya kawaida ambao waga ipo kwenye ratibu. Ukifuatilia trend waga ni siku 3 before game, mara nyingi wanaanza kupromote kama sio wenyeji wa mchezo, kwa sababu hawatangazi viingilio, hawaiti mashabiki wao, wanatoa tu tarehe ya mchezo ili kwa wale mashabiki wao watakaopenda kukata tiketi waende, lakini hawahamasishi. So nadhani wamerudi kwenye basics. Sitafasiri kama mgomo, sitafasiri kama unyonge, lakini wameona sasa basi kwa sababu mchezo unakwenda kuchezwa, acha taratibu sasa za mchezo ziendelee. Yes. Kwenye mazingira hayo, kwa sababu kuna matamko ambayo Simba waliyatoa kuhusiana na mchezo, na hasa ikiwemo pia kwamba mechi isipochezwa au watachezwa kibusara, kwa sababu inaonekana tayari busara imekwisha, diplomasia imetumika baada ya kumuona wapo na kiongozi wa nchi namba 1. Kulikuwa kuna haja yoyote ya Simba labda kutoa kauli nyingine kwenda kwa mashabiki, kwenda kwa wanachama kusema kwamba mechi inachezwa tarehe hii? Of course kwenye basics wao wataki kupromote, lakini baada ya zile kauli kulikuwa kuna haja ya kuwarejea watu wao, na nauliza hili swali na Nsajigwa naye atanisaidia kujibu. Kwa sababu msimamo wa kwanza ulikuwa hatubadilishwe tarehe isibadilishwe baada hapo. Kiutu uzima picha tunaziona, lakini nimeuliza hivi kwa sababu tunaona kuna reaction kutoka kwa baadhi ya wanachama na mashabiki wa Simba kwamba Yanga wamesikilizwa kwenye hili, ni kama limekuwa jambo la upande mmoja. Ili kuweka mambo sawa, kulikuwa kuna haja ya Simba kusema mechi tarehe 25 ili watu waone kumbe klabu nayo inatambua. Yes, kulikuwa na haja hiyo, ila kuna maswali ya kujibu, kwa maana Simba atakavyorudi na taarifa rasmi kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby, kuna maswali ya kujibu kwa mashabiki na wanachama wake ya kutoka kwa uongozi. Kwa nini? Ni kwa sababu kulikuwa na sintofahamu, na ndio maana mimi nimeichukua ili sakata tangu lilivyoanza wote wamekubali kupoteza. Yani sio Young Africans, Simba wote wamekubali kufuta zile demandi za kwanza zile kwa ukubwa. Simba tunakumbuka alikuwa na demand, yeye ndo alikuwa na demandi za kwanza kwamba apewe ripoti ya mchezo.
tukirudi before kabisa kabla ya hii picha ya kwanza maridhiano, kulikuwa na demandi zake hazijawahi kutoka hadharani kusemwa. Manake huyu mtu kapoteza. Yaani yeye chochote ambacho Simba alidemandi kwenye huu mchezo hajapata. Tukirudi kwenye uhalisia, manake wanachama na mashabiki wana maswali kwa uongozi kwamba je, mmesimamia wapi? Mko wapi? Tujue nini? Kwa bado taarifa ilihitajika, ila ina maswali. Hata ikitoka bado itatengeneza maswali, kwa sababu ndio itaamua wanachama na mashabiki wakubali kwamba ni sawa ama wahoji na watoe msimamo wao na wenyewe kama mashabiki. Kwa sababu gani? Simba amepoteza. Yani baada ya kufuta, tumekubaliana kufuta. Yani kidiplomasia ni lugha ya kwamba tumefuta yote yaliyotokea, tuanze ukurasa mpya. Lakini ndani ya taasisi sasa ya Simba, achana na TFF maamuzi waliofanya, achana na maridhiano waliofanywa walipokutana na rais, achana na demand za Young Africans, chote alichowahi kudai Simba kwenye Kariakoo Derby hii hajakipata. Si diplomasia imetumika. Yes, hajapata. Kwa maana kwamba imefutwa. Lakini ndani ya taasisi na mashabiki zako, ukija na taarifa haitajibu maswali yote, kwa sababu kuna vitu huwezi kuvisema. Yani vitu vya kidiplomasia vilivyoongeka huwezi kuvisema. Lakini bahati mbaya mpinzani wako yeye aliweka wazi demand zake mapema, ambazo miongoni mwake zimetekelezwa. Maana yeye kashinda. Mashabiki lazima wawe wanyonge, ndio bado unaona kina Mandala wengi tu wanaact na waona kina Simba wote wana react kwamba hawajatendewa haki. Young Africans kasikilizwa, sisi nafasi yetu iko wapi? Maana yake hata taarifa ya club bado haitojibu maswali ya wanachama, kwa sababu kuna vitu havitosemwa. Yani ndio bahati mbaya ya busara. Yani busara hauwezi kuvisema vyote. Lakini ingekuwa kanuni ingeeleweka kwamba hapa jambo limetokea kwa sababu ya ABC. Lakini kwa sababu kuna busara na diplomasia ndani yake na imehusisha viongozi wakubwa, vyote vinabaki off record, huwezi kuja kuvisema kwenye taarifa, muendelee kupromote mchezo. Na ndio maana hata Young Africans hajatoa tena taarifa ya kwamba kutokana na tulichozungumza hivi na hivi tumekubaliana hivi na hivi. Hapana, yeye kwa sababu tu demand zake zilikuwa wazi mapema. Ukiona CEO kasimamishwa unaiona ni Young Africans wameshinda. Ukiona mwenyekiti kajiuzuru unaona Young Africans wameshinda. Lakini hata wao hawajarudi na taarifa, kwa sababu ingeacha maswali, isingejibu maswali yote, kwa sababu ya vile vitu ambavyo ni off record huwezi kuvileta, na kila mtu akitaka avifahamu hutovijibu. Kwa Simba niona kwangu mimi iko sahihi. Ndio maana nasema wamerudi kwenye basics, wameamua kufuta. Lakini vikao vyao vya ndani wana wajibu kwa kueleza mashabiki kupitia labda matawi, kwa maana mashabiki na wanachama kupitia matawi waeleze kwa ufupi kwamba tumeamua kuzika, twende watakao kubali fresh, watakao kataa fresh. Ndio hali ya football huwa inatokea, sio siku zote utashinda ama utapata ubingwa. Hata kwenye hili Simba amepoteza, lakini ana nafasi ya kupambana uwanjani kuweza kushinda. Unajua hapo unapotumia kwenye mazingira ya Simba amepoteza, ndilo eneo ambalo ni kama linachochea au linatengeneza huu mjadala mwingine pembeni, kwamba Yanga inaonekana kama alivyokuwa na vihitaji sio vyote, lakini kwa kiasi vimetekelezeka. Umegusa eneo la wanachama. Yaani kuanzia ripoti rudi kwenye ripoti. Alichoomba Simba, niambie hata kimoja ambacho kuanzia ile siku ya mazoezi. Kwa sababu ripoti kwa mujibu wa maelezo Yanga alielezwa kilichopo kwenye ripoti. Ndio. Jumatatu iliyopita baada ya kwenda bodi ya ligi kwenye kikao waliambiwa ripoti na nini kilisababisha Simba akazuiwa. Na ndio maana taarifa ya Simba ya Jumanne ya Jumanne wao wakaomba ripoti itangazwe. Maana wao hata hawana. Maana ripoti iwe wazi. Na wao wakasisitiza mchezo kuwepo. Nsajigwa, inawezekana hiki ndicho ambacho watu wanasema au mtaa unaona kwamba kilichotokea, mpira haujashinda kama ambavyo kauli ya kwanza ilikuwa inasema. Kwa sababu kama mpira kushinda, maana yake itakiwa liwe ni jambo la wazi, public. Busara iliyotumika, tuseme kwamba jambo hili limeamuliwa kwa busara na mpira haujashinda, kwa maana hizo changes ambazo watu walikuwa na demand sio kwamba zimebadilisha mpira, isipokuwa imekuwa in favor ya Young Africans. Of course ndibu sahihi sana. Ni issue ya busara ambayo imeweza kufanya, kwa sababu ifika wakati ni jambo ambalo lilikuwa linaelekea kuwa gumu kuweza kuamuriwa na mamlaka za mpira, kwa sababu liko na shiti mbili ambazo ni kubwa kuliko uwezo wa mamlaka za mpira. Na inaendelea tu kutupa picha namna gani ambavyo Simba na Yanga ni wakubwa kuliko chochote, kwa sababu hicho ambacho kinapitia hivi sasa ambacho kinafanya mashabiki wa Simba waonekane wanyonge. Miezi mitatu nyuma baada ya mechi kuahirishwa, wao ndio walikuwa wanatamba na Yanga ndio walikuwa wanaonekana mnyonge. Hizi kauli ambazo wanasema kwamba sasa hizi wao watakubali kuendeshwa na Yanga, kipindi kile
wao ndio walikuwa wanatamba, na Yanga pia wanatoa hivi hivi kwamba Simba kiamua tu kwamba leo sichezi basi mechi inakairishwa. Kwa hiyo ni ukubwa tu ambao Simba na Yanga ambao wapo nao, na unaonyesha kabisa inawezekana tutatumia muda mrefu